kweli nchi zote za 55 za Afrika tumeshindwa kuzuia Boko Haram, Al-Shabaab, M23. Hii inaashiria kwamba ni sasa ni muhimu Afrika sasa tuamke. Nchi za Afrika zote 54 zikichanga dola bilioni 5 haiwezi kuwezesha utafiti wa kutafuta akili unde kwa ajili ya Afrika. Tunazungumzia mbinu ya makampuni ya magharibi kuelekeza ukoloni wa kidijitali Afrika. Lengo ni kujadili jinsi ya makampuni hayo yanavyotoa huduma za kisasa kama AI kwa bei nafuu au bure, huku lengo halisi likiwa ni kukusanya data za kimkakati na kudhibiti masoko ya teknolojia barani Afrika. Hapa nimemwalika Lugete Musa. Lugete ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Mimi naitwa Amur Khamis, mwongozaji wako. Bwana Lugete, tuanzie hili kwa kuliangazia Afrika ina hatari gani kwa kutegemea AI kutoka nje ya bara hili? Afrika kuna hatari takriban 5. Moja ni hatari za kiusalama, kwa sababu taarifa nyeti na za kimkakati za Afrika zinabebwa na makampuni ya nje ya teknolojia. Hatari ya ujasusi. 2, hatari ya pili ni viongozi wa Afrika kutiwa kitanzi kwenye maamuzi, kwa sababu makampuni hayo ya nje yanayouza teknolojia za AI na zingine wanakuwa na siri nyingi za viongozi wa Afrika. Kwa hiyo wanakuwa hayo makampuni yanashirikiana na yale mataifa yenye nguvu kama Marekani, Uingereza, Ufaransa, China, Korea Kusini na Japani, na hatimaye kuwatia vitanzi viongozi wa Afrika kwenye kupatana kuhusu uwekezaji na masuala mengine nyeti. Taarifa za kiintelijensia zinadai kwamba kampuni ya Elon Musk ya Starlink na zingine nyingi zimehusika kufanya kazi na shirika la ujasusi la Marekani CIA kuhujumu mataifa mbalimbali ya Afrika na kuyatia vitanzi kwenye meza ya mazungumzo. Unapofika pale kwenye mazungumzo au wakiomba mradi, usipowapa wenyewe wanatishia kuvujisha taarifa zako na mwisho wa siku unakuwa huna nguvu. Ni kama sakata linaloendelea nchini Marekani la marehemu Jeffrey Edward Epstein kwenye Epstein Files. Epstein inasemekana alikuwa anatumiwa na taifa la Israeli kuwafuata viongozi mbalimbali wenye ushawishi duniani, kuwaarika na kuwarekodi siri na kuandaa kambi za starehe, lakini baadaye taarifa hizo zikawa zinatumika na Israeli kupata mikopo nafuu kwenye Benki ya Dunia, Umoja wa Ulaya na kuilazimisha Marekani kutii matakwa ya Israeli. Kwa hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo viongozi wa Afrika wengi wameshatiwa vitanzini kuingia kwenye mikataba ya hovyo, kwa sababu kuna taarifa fulani na rekodi wanakuwa nazo hayo makampuni ya nje ambayo yanashirikiana na serikali zao kujaribu kuinyonya Afrika. Ni kama vile awali zile multinational corporation company, makampuni kama Coca-Cola, Pepsi na makampuni mengine makubwa yalikuwa ni mawakala wa ubeberu na uliberali kwa mataifa ya Afrika kwa ajili ya mataifa yao makubwa huko duniani. Kwa hiyo kesi kama hizo unaweza kuzipata Angola kupitia kampuni za uwekezaji za nje, zimekuwa zikifanya lobbying kwa sababu ya kuwa na taarifa fulani. Tumeshuhudia migogoro Kameruni, baadhi ya mataifa ya Ulaya na mataifa ya magharibi yanamng'ang'ania Paul Biya ambaye wananchi wamemchoka tangu mwaka 82 kwa sababu tu Paul Biya anafuata maslahi. Ukiangalia takwimu zote za magonjwa, za afya, za umeme, za watumishi wa umma ziko chini ya Wafaransa. Kwa hiyo unaona kabisa Paul Biya, Wafaransa wakimwambia chochote anawapa kwa sababu wana taarifa zake nyeti na wanaendelea kumlinda kwa sababu wana maslahi naye. Sababu nyingine ni uwezo wa Afrika kujiamini unapungua, kwa sababu Afrika sasa inakuwa inadogoshwa kwa sababu taarifa za kidijitali zinaandaliwa na makampuni ya nje, utafiti mkubwa unafanya na makampuni ya nje. Kwa hiyo Afrika inakuwa inasemewa na kudogoshwa kwa sababu inakuwa haina uwezo wa kujiamini na kuamua mambo yake ya kiteknolojia na ya kidijitali kwa maslahi yake yenyewe. Hata ukiangalia jiografia ya Afrika kwenye ramani ya dunia, ukubwa wa Afrika umedogoshwa. Hii inaashiria kwamba ni sasa ni muhimu Afrika sasa tuamke. Na kwa nini ni muhimu sasa kwa Afrika kuwa na mifumo yake ya AI? Kwanza italinda teknolojia na rasilimali za Afrika. Huwezi kulinda rasilimali kama madini, watu, afya, magonjwa, masuala ya ulinzi na usalama kama unategemea teknolojia na seva. Unaona takriban mashirika yote ya ujasusi ya Afrika mengi yanategemea yananunua seva za kutunza mifumo yake asili kutoka labda China, Japani, Korea Kusini, Israel, Marekani na mataifa mengine.
Sasa ni hatari sana. Kwa hiyo ni muhimu sasa Afrika kutafuta wanafunzi, kuwekeza zaidi kwenye masomo ya sayansi, uhandisi na hesabu, na hizi combination mpya. Kwa mfano Tanzania tuna combination mpya ya form 5 na form 6 ya PMC, maana ya fizikia, hesabu na somo la kompyuta, lakini pia kuweka bajeti kwenye utafiti na mashindano ya kubuni teknolojia kwa ajili ya maslahi ya Afrika, na nchi zote za Afrika zikubaliane kuweka mfuko wa pamoja wa teknolojia kwa ajili ya Afrika. Tukifanya hivyo tunaweza tukawa tumejiokoa kwenye huu mtego wa ukoloni mamboleo wa uliberali wa taarifa. Kwa nini kinaifanya Afrika ichelewe katika teknolojia hasa ya artificial intelligence ama akili unde? Kwanza viongozi wa Afrika wengi wana utumwa wa kifikra. Akishakuwa na urafiki na labda na China, akishasaidiwa tu tayari anaamini kila kitu ni cha China. Wengine wamejielekeza Korea Kusini, wengine Japani, wengine Uingereza, wengine Ufaransa, wengine Norway, wengine Sweden. Afrika kuna nchi 54, 55, lakini kila taifa la Afrika limeamua kutafuta baba na mama wa hiari kutoka ughaibuni. Kwa hiyo tumekuwa kama waraibu wa teknolojia za ughaibuni, lakini cha pili tumekuwa tukipuuza uwekezaji wa ndani wa sayansi, uhandisi na teknolojia zetu. Lakini nyingine, viongozi wa Afrika huwa hawapendi kuja na suluhisho la pamoja kwa ajili ya Afrika. Kila mmoja amekubali kugawanyika. Mpaka sasa hivi wa mabeberu wameweza kuwashika viongozi wa Afrika. Kuna jumuiya ya nchi zilizotawaliwa na Uingereza, shirikisho la nchi zilizotawaliwa na Ufaransa, jumuiya ya nchi zilizotawaliwa na Ureno, umoja wa nchi zinazozungumza Kiarabu. Haya yote yanaifanya Afrika kurudi nyuma. Kwa hiyo ili Afrika tuweze kusonga mbele, ni lazima tuwe na azimio la pamoja. Hivi nchi za Afrika zote 54 zikichanga dola bilioni 5 haiwezi kuwezesha utafiti wa kutafuta akili unde kwa ajili ya Afrika. Viongozi wa Afrika waamke, kwa sababu kutoka Cairo Misri mpaka Johannesburg Afrika Kusini, kutoka Luanda Angola mpaka Dar es Salaam Tanzania, Bujumbura Burundi mpaka Niamey Chadi, kuna wanafunzi wengi wa Kiafrika wanakujua hesabu. Kuna wabunifu wengi Nigeria, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Angola, Afrika Kusini. Tuwakusanye, tuanzishe kitu kinaitwa African Valley Initiative Tank. Tuanzishe jukwaa la wabunifu wa kiteknolojia la Afrika. Tuwakusanye vijana takriban 4,000, tuwaweke sehemu moja, wachakate mawazo. Baada ya hapo wabuni kitu cha msingi. Serikali za Kiafrika kwa kushirikiana na makampuni binafsi yaweke fedha hapo. Afrika itakuwa na AI yake na itawekwa makao makuu ya AI ya Afrika ambayo italindwa na nchi za Afrika kwa ushirikiano wa pamoja. Mambo kama hayo Waafrika hawawezi kukubali, kwa sababu wanajua kuna China yupo ataleta bure. China hawezi kuleta bure bila kulinda maslahi yake. Japani hawezi kuleta teknolojia bure bila kulinda maslahi yake. Starlink ya Elon Musk ya Marekani haiwezi kuleta bure bila kulinda maslahi yake. Kwa hiyo Afrika imekuwa ni bwawa la kuogelea la mataifa makubwa kujaribu kuuza sera zao na ushawishi wake, wakati wa Afrika ikiendelea kurudi nyuma. Mimi nasema hakuna kitu kinachoweza kufanywa na Umoja wa Ulaya ambapo Umoja wa Afrika ukashindwa. Umoja wa Ulaya na Marekani wanayo NATO, kwa maana ya kwamba section 5 ya NATO, mtu mmoja akishambuliwa ni wote. Hivi nchi za Afrika 55 tunashindwa kutengeneza security protocol, jeshi la pamoja la nchi za Afrika, kwamba nchi yote ya Afrika itakayovamiwa zote tunashambulia kwa pamoja. Kikundi chote cha ugaidi kitakachoibuka sehemu yote, jeshi la Afrika linajitengenezea katiba na mamlaka ni kuvamia. Kweli nchi zote za 55 za Afrika tumeshindwa kuzuia Boko Haram, Al-Shabaab, M23, ADF NALU, vikundi vya Tuaregs na makundi mengine ambayo yanafadhiliwa na mataifa ya kigeni na pewa silaha za kisasa. Leo hii kinachoendelea Mali, waasi wa JNIM, Al-Qaeda na makundi mengine na silaha za kisasa kuliko hata jeshi la Mali wamepata wapi? Na Mali haina bandari, ni landlocked country, inategemea misaada yake, mizigo yake kutoka nje inapitishwa Benin na Niger. Silaha hizi zimetoka wapi? Zimeletwa na nani? Zimepitia wapi? Nani anaunganisha huu mtandao? Kwa hiyo ni uwezo wa Afrika sisi kujiambia. Afrika tuna watu zaidi ya bilioni 1 na milioni 450. Yaani Afrika tunakimbizana na India na China kwenye population, ambapo India na China wanaelekea kwenye 1.5 billion. Afrika ndo bara pekee 70% ya watu wake ni vijana na wana akili, kwa sababu tunakula vyakula vya asili, tuna lishe bora. Afrika ndo bara ambalo vijana wake wana akili sana wanapotoka nje ya Afrika kwenda kuonesha uwezo wao.
Kwa nini viongozi wa Afrika wasilione hili? Tutumie vijana wetu kubuni, kufikiri, kuchakata ili tuweze kupata African AI, ili tuepuke kuchukuliwa taarifa zetu za kijasusi na muhimu na mataifa ya kizungu. Tumeshuhudia juzi tu Marekani amekuja na programu ya afya, mpango wa Trump kwa ajili ya kuchukua takwimu za afya za nchi za Afrika ili azikopeshe, ikiwemo Burkina Faso na mataifa mengine kama Rwanda yamekubali. Sisi huo mpango tumeukataa, lakini kwa nini tufike huko? Hatuwezi kubuni AI na mifumo yetu ya kiteknolojia ya kuhifadhi taarifa zetu, hatuwezi kutengeneza server zetu. Kwa hiyo ni muhimu viongozi wa Afrika wakatafakari kwa kina kama kobe na kuona mbali kama tai kwa hatima ya Afrika kwa miaka ijayo. Na ni tishio gani kubwa linaweza kuikumba Afrika kupitia AI za kigeni? Kwanza ni vita ya taarifa na propaganda. Sasa hivi viongozi wa Afrika, moja kati ya mambo ambayo yamewashinda ni vita ya mtandaoni. Taarifa nyingi zinakuwa nusu ukweli, nusu uongo, video za kutengeneza ambazo nyingi zinaweka propaganda na kuvunja umoja na mshikamano. Kwa hatari iliyopo ni kitu kinaitwa infodemic, yani mlipuko wa taarifa, hatari ya mlipuko wa taarifa, ambao mlipuko huu wa taarifa unaweza kuchochea chuki na mapinduzi mbalimbali yanayoanzia mtandaoni kwa nchi za Afrika. Utakumbuka mapinduzi ya 2011 Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati, wazungu wanaita Arab Spring Movement. Mtandao wa Twitter ulichangia kwa 95%. Utakumbuka Twitter wanakili wenyewe kwamba pale Tunisia 2011 yule Mohamed Bazoum alivyojichoma moto pale Tunisia, yule mjasiriamali alivyojichoma moto, ile video Twitter ilipelekea hasira kubwa, watu wakafanya mapinduzi ya Tunisia, wakamuondoa Aldini, rais wa Tunisia, yakaenda Algeria, yakaja Libya, yakaenda Misri, yakaenda Yemen, Al Saleh akatolewa madarakani, Syria akakaa takriban miaka 20 na maeneo mengine. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Afrika inakabiliwa na vuguvugu la mapinduzi kutokana na vita ya taarifa za mtandaoni ambazo nyingi zimekuwa zina mlengo wa kupotosha na kuwagawa watu, kuwapandikiza Waafrika hasira dhidi ya serikali zao na kuilaani bara la Afrika. Na mwisho, vijana wanawezaje kusaidia Afrika kujitegemea kiteknolojia? Kwanza vijana inabidi tuhame kutoka KK3, kusoma, kuandika na kuhesabu, tuongeze K zingine 3. K ya kufikiri, kubuni na kuwa na uwezo wa kuchakata na kupata wazo ambalo linaweza likaleta tija kwa Afrika. Hiyo ya kwanza. Ya pili, vijana wa Afrika tusichoke kujifunza. Tujifunze kutoka kwa wenzetu. Kuna mambo mazuri ya Wachina, wa Japani, Warusi, wa Marekani, tujifunze ambayo yanaweza yakaleta tija kwa maendeleo ya Afrika. 3, vijana wa Afrika kwa kweli bila kuwezeshwa, kwa sababu hakuna benki inayokopesha wazo, bila mamlaka za mapato, serikali na mabenki na taasisi binafsi lazima ziandae majukwaa ya kuwawezesha vijana wenye mawazo makubwa. Kuna vijana wanagundua mambo mazito ambayo yanaweza kaifanya Afrika kusonga mbele. Ndio. Kingine ni kwamba ni lazima vijana tuwe wazalendo, tuipende Afrika. Hakuna faida yoyote kijana atapata kwa kuisaliti nchi yake kwa maslahi ya mabeberu. Hakuna faida yoyote kijana utapata kwa kuisema nchi yako mbele ya wageni, kuisema vibaya, kutukana nchi yako, kuwalaani viongozi na kuwa na mawazo hasi kuhusu taifa lako. Huwezi kufika popote. Hata hao mabeberu hawawezi kukupa nafasi ya juu kwenye nchi yao ikiwa tu umetoka kuisaliti nchi yako. Kama umeisaliti nchi yako, unaweza pia ukawasaliti na wenyewe. Kwa hiyo alama ya usaliti huwa haiwezi kufutika. Nikushukuru sana mchambuzi wa masuala ya kimataifa Lugete Musa Lugete kwa uchambuzi huo juu ya mbinu za makampuni ya magharibi kuelezea ukoloni wa kidijitali Afrika. Nikushukuru sana kwa kujadili vizuri na kutoa maoni yako hayo. Asante sana.